John Legeza Heche, Mheshimiwa Katibu Mkuu John Mnyika, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, wajumbe wa kamati kuu wote mliopo hapa, wanachama na wasomi wa Dar es Salaam. Peoples. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa niaba ya CHASO kwa kutambua uwepo wa wanafunzi wasomi katika nchi yetu na kutenga muda wako kuhudhuria hapa kama mgeni rasmi. Cha pili, pia viongozi wote wa chama ambao mmetenga muda wenu kuja hapa kwa ajili ya kutuona vijana wenu. Hii imetupatia motisha kubwa kuendelea na mapambano haya ya kudai demokrasia. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama CHASO baada ya kukaa vikao vingi na kushauriana, tumetoka na tamko moja la kuunga kauli ya chama ya no reform no election. Kwa sababu tumetambua hatima ya wasomi ipo katika kauli hii. Wasomi ndio tunaoteseka. Wasomi wengi walioko mbele yako hapa, Mheshimiwa mgeni rasmi, wanatamani kesho wawe viongozi katika nchi hii. Kama unavyotambua, nchi yetu haina vyuo vya kufundisha marais. Nchi yetu haina vyuo vya kufundisha waziri mkuu. Lakini viongozi wanazaliwa, wanajifunza siasa vyuoni. Lakini tatizo kubwa la nchi yetu, tunapitia changamoto za siasa kuminywa ndani ya vyuo vyetu. Siasa haziruhusiwi kwa wanafunzi. Hivyo pia niombe serikali iache uoga. Viongozi wengi walizaliwa kupitia vyuo. Wote ni mashahidi. Mheshimiwa Jaji Warioba Sinde, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alimuona baada ya kuendesha mgomo katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwa sababu alikuwa na misingi thabiti na aliamini alichokisimamia. Viongozi kama Samuel Sita, viongozi kama JK Kikwete, Mheshimiwa Rais wa awamu ya 4, wote hao ni zao za siasa za chuo. Leo hii kama tunataka kuitakia mema nchi yetu, turuhusu vijana hao wafanye siasa ili tuweze kupata viongozi bora baadaye. Sisi kama CHASO kwa kutambua hivyo, tumeamua tunakuja na operation maalum ya kufanya kila msomi aweze kujihusisha katika no reform no election. Tumeamua kuja na operation maalum inayoitwa no reform no election get involved. Kwa maana kwamba hatutaki kumwacha mtu yeyote nyuma, wote wao involved, wasomi wote katika nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tutazunguka katika vyuo vyote na kuhakikisha tunafungua matawi katika vyuo vyote vya Dar es Salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kutambua mchango wa elimu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema, elimu ni chombo cha kujikomboa. Kwa maana kwamba unapokuwa na elimu, unakuwa na maarifa na kufikiria vitu kwa kina na kujua upi ni ukweli sahihi na watu waelekee. Lakini wasomi kwa kipindi hiki tumekumbwa na wimbi na kutokuchakata mambo kwa kina na kujua ukweli ni upi. Ndugu zangu, tunatakiwa tufikirie kwa kina. Mheshimiwa mgeni rasmi, tulipitia changamoto. Wanafunzi hao wanaona mbele zako hawana wa kuwasemea. Serikali ya Chama cha Mapinduzi imeamua kupitisha uongozi katika taasisi ya vyuo vikuu TAHLISO. Badala ya taasisi hiyo kuwasemea wanafunzi, bali imekuwa ikifanya kampeni za urais na Mheshimiwa Rais. Basi sisi kama CHASO tumeamua kwa kauli moja, kama wao wameamua kumsemea rais, sisi tutawasemea wanafunzi wa Tanzania. Kwa namna hiyo, kama wao wanakuja mama asemewe, sisi tunakuja na wanafunzi wasemewe. Tutatuma namba zetu katika mitandao ya kijamii ili kila mwanafunzi katika chuo chochote aweze kutuma matatizo yanayokumba na sisi tutayafikisha katika sehemu sahihi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikupongeze wewe katika uongozi huu kwa sababu umekuja na msimamo dhahiri unaolenga kuimarisha nchi yetu. Maono haya ni maono makubwa ambayo kila mtu anatambua kwamba ni maono makubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, hao wanafunzi ni mashahidi. Wakiwemo hao machawa wanatambua akili yako ni kubwa.
wanatambua kwamba akili yako inaleta mageuzi katika nchi yetu. Wewe mwenyewe ni shahidi. Mheshimiwa Rais jana amekumbuka kama uranium ipo Tanzania. Wewe ni shahidi. Waziri Bashe amekumbuka Generals juzi baada ya kusikia hotuba zako. Wewe ni shahidi. Mheshimiwa Makonda amekimbia kwenda kwenye viwanda vya General Tyre baada ya kusikia hotuba zako. Inaonyesha jinsi gani una maono makubwa katika nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi aliwahi kusema mwanafalsafa aitwaye Aristotle kwamba elimu ya kweli ni ile ya mtu kupata maarifa ya kujua afanye nini katika wakati gani na kipi sahihi katika jamii sahihi. Hiyo ndio elimu ya kweli. Elimu ya Tanzania ya sasa sio elimu sahihi katika wakati sahihi. Na hapo ndo tunarejea kauli yako ya elimu ya sasa hivi ni matope, kwa maana ni uchafu, sio sahihi katika wakati huu. Na hapo ndo tunapita tutamrejea bwana mmoja yule rais wa TAHLISO. Katika wakati sahihi wa kuwasemea wanafunzi, katika wakati sahihi wa kudili na changamoto za wanafunzi, lakini yeye amegeuka kifanya vitu ambavyo sio sahihi katika wakati sahihi. Tafsiri yake ni matope. Wewe Mheshimiwa mgeni rasmi, nipenda kufupisha hotuba hii kwa kukuita mbele hapa uweze kuzungumza na podium hii. Lakini nilipokuja nikaona akili kubwa hii inayoongoza chama chetu ni bora nje na zawadi ndogo ya kitabu hiki kitakachoongezea maarifa ya kujua ni watu gani anadili nao katika nchi yetu. Kitabu cha saikolojia na mahusiano. Asanteni sana kwa kweli. Ninawashukuru sana wanafunzi wa vyuo vikuu vya nchi yetu ambao mmefanikiwa kuja hapa leo. Chama chetu kimetoa heshima maalum ya kusoma maazimio ya kamati kuu ya chama chetu katika kipindi hiki kwa kutumia umma huu wa wanafunzi wa vyuo vikuu na kuonesha thamani yenu kubwa kwa nchi yetu.